Habari mtazamaji wa SAU TV, ni matumaini yangu umzima wa afya. Karibu katika kipindi cha Weekly News Counter, tuziangazie habari kubwa 7 zilizotokea ulimwenguni kote. Jina langu ni Arafa Ngondae. Karibu. Mvutano wa kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati umeongezeka kwa kasi baada ya Iran kushambulia miundombinu ya gesi nchini Qatar. Tujiunge na Elisha Isote kwa undani wa ripoti hii. Shambulio hilo limelenga mji wa viwanda wa Ras Laffan ambao ni kituo kikubwa cha usafirishaji wa gesi asilia iliyosindikwa na kusababisha uharibifu mkubwa pamoja na moto mkali. Kwa mujibu wa kampuni ya nishati ya Qatar Energy, shambulio hilo limeathiri uzalishaji na usafirishaji wa gesi kwa kiwango kikubwa. Tukio hilo limejiri saa chache baada ya Israel kushambulia sehemu ya shamba la gesi la South Pals ambalo ndilo kubwa zaidi duniani na kusababisha kusitishwa kwa shughuli katika maeneo ya pwani ya Irani. Aidha, serikali ya Irani imeilaumu moja kwa moja Israel kwa kile ilichokiita uvamizi wa wazi na kujibu kwa kurusha makombora ya ndege zisizo na rubani katika maeneo mbalimbali ya nishati ndani ya nchi za Ghuba zikiwemo Qatar, Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu na Kuwait. Kwa upande wa serikali ya Qatar, imelaani vikali mashambulizi hayo, ikisema ni ukiukwaji wa wazi wa mamlaka yake, huku ikichukua hatua ya kuwafukuza maafisa wa kijeshi na usalama wa Irani walioko nchini humo. Katika soko la kimataifa, bei za nishati zimepanda kwa kasi kufuatia mashambulizi hayo. Bei ya mafuta ghafi aina ya Brent imefika kati ya dola 100 hadi 114 ambazo ni takriban na shilingi 260,000 hadi 290,600 kwa pipa moja, huku bei ya gesi zikiongezeka barani Ulaya na Asia, hali iliyoweza kuathiri uchumi wa dunia kwa ujumla. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa nchi yake haikuhusika wala kufahamu mapema kuhusu shambulio hilo la Israel, na ameonya kuwa iwapo Iran itaendelea kushambulia miundombinu ya Qatar, Marekani itachukua hatua kali zaidi. Hali ya usalama imeendelea kuwa tete, huku hofu ya kuzuka kwa vita vikubwa zaidi katika eneo hilo ikiendelea kuongezeka. Rais wa Marekani Donald Trump ameendelea kuwalaumu washirika wa muungano wa NATO kwa kukataa kushiriki katika juhudi za kufunga mlango bahari wa Hormuz, akionya kuwa hali hiyo inaweza kuhatarisha mustakabali wa muungano huo wa kijeshi. Rais wa Marekani Donald Trump ameendelea kuwalaumu washirika wa muungano wa NATO kwa kukataa kushiriki katika juhudi za kufungua mlango bahari wa Hormuz, akionya kuwa hali hiyo inaweza kuhatarisha mustakabali wa muungano huo wa kijeshi. Katika mahojiano na gazeti la Financial Times pamoja na kupitia mitandao ya kijamii, Trump amesema Marekani inaweza kuendelea peke yake bila msaada wa washirika wake. Hata hivyo, amewashutumu baadhi ya mataifa ya Ulaya kwa kukosa shukrani, akitolea mfano msaada wa Marekani katika vita vya Ukraine. Wakati huo mlango bahari wa Hormuz unaendelea kuwa katika hali ya taharuki, ambapo takriban 20% ya mafuta ya dunia hupita katika njia hiyo muhimu. Iran imeruhusu meli chache kupita, hali iliyosababisha kupungua kwa safari za meli za kupanda kwa bei ya mafuta duniani. Kwa upande wao, washirika wa Ulaya wakiwemo Ujerumani, Ufaransa na Uingereza wamekataa kushiriki kijeshi, wakieleza kuwa mgogoro huo sio vita vyao. Kauli hiyo imezidi kuongeza mvutano ndani ya NATO, huku akitishia kupunguza au kusitisha ushiriki wa Marekani kwenye muungano huo. Kwa mujibu wa ripoti za hivi karibuni, kufikia Machi 19 mwaka 2026, Marekani inaendelea na operation za kijeshi katika eneo hilo, huku Iran ikiendelea kuweka vizuizi baharini na kuathiri usafirishaji wa mafuta. Hali hii imeanza kuathiri uchumi wa dunia, hasa nchi zinazoagiza mafuta kutoka Ghuba ya Uajemi ikiwemo Tanzania. Katika hatua nyingine, vita kati ya Marekani na Israel sasa vimeingia wiki ya 3 bila suluhisho la haraka, huku juhudi za kimataifa zikikwama. Trump ameendelea kuzishinikiza nchi kama China kushiriki katika operation hizo, lakini hadi sasa hakuna muungano mpya wa kimataifa ulioundwa kusaidia kukabiliana na mgogoro huo. Salome Christian, Weekly News Counter.
Mahakama nchini Ujerumani imeanza kusikiliza kesi inayowahusisha raia wa Ukraine wanaotuhumiwa kushirikiana na ujasusi wa Urusi katika tukio linaloibua hofu mpya ya operation za siri barani Ulaya. Matilda Emilio anatupa undani wa taarifa hii. Kwa mujibu wa waendesha mashtaka wa shirikisho wa Ukraine, watu watatu wanatuhumiwa kupanga mashambulizi ya hujuma kwa kutumia vifurushi vyenye vifaa vinavyoweza kulipua au kuwaka moto. Inadaiwa walifanya hivyo kwa maelekezo ya huduma za kijasusi za Urusi, wakilenga kuzoofisha usalama na utulivu ndani ya Ujerumani, hata Ukraine yenyewe. Uchunguzi unaonyesha kuwa washukiwa hao walitumia vifurushi vya majaribio walivyokuwa na vifaa vya kufuatilia GPS ili kuchunguza njia za usafirishaji wa mizigo kutoka Ulaya kwenda Ukraini. Mpango huo uliolenga kukusanya taarifa muhimu zinazotumika katika mashambulizi ya baadaye dhidi ya miundombinu ya usafirishaji. Aidha, waendesha mashtaka wanadai kuwa operesheni hiyo iliratibiwa kupitia mawasiliano ya siri na mawakala wa Urusi, wakitumia watu wakati katika maeneo kama Mariupol, mji uliopo chini ya udhibiti wa Urusi. Hii inaonyesha kuwa mbinu mpya ya kivita ya virusi ambapo Urusi inadaiwa kutumia watu wa kawaida au wahusika chini ya kutekeleza mpango ya hujuma. Kukamatwa kwa washukiwa hao ni sehemu muhimu ya msururu wa matukio yanayojumuisha ujasusi na hujuma barani Ulaya. Tangu kuanza kwa vita ya Ukraini mwaka 2022, mamlaka za Ujerumani zimekuwa katika hali ya tahadhari kubwa kutokana na kile wanachokiita kampeni pana ya Urusi dhidi ya kuhujumu nchi zinazounga mkono Ukraini. Mbali na kesi hii, matukio mengine yameripotiwa ambapo watu wenye uraia wa Ukraine au wenye asili ya nchi nyingine wamekamatwa kwa tuhuma za kutoa taarifa nyeti kwa mawakala wa Urusi, ikiwa ni pamoja na taarifa kuhusu silaha za shughuli za kijeshi. Hata hivyo, Urusi imekuwa ikikanusha mara kwa mara kuhusika na vitendo hivyo, ikidai kuwa shutuma hizo ni za kisiasa. Licha ya msimamo wa kesi hizo zinaendelea kuongezeka na mvutano wa kidiplomasia kati ya Urusi na mataifa ya Ulaya, huku zikionyesha jinsi vita vya Ukraini vinavyoendelea kuathiri usalama wa bara hilo. Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamefikia makubaliano muhimu ya kupunguza mivutano ya kisiasa na kijeshi kufuatia mazungumzo yaliyofanyika Washington DC. Kwa undani wa taarifa hii, tujiunge na Isaya Sijia. Mazungumzo hayo yalijumuisha viongozi na maafisa waandamizi kutoka pande zote mbili, yalilenga kutafuta suluhisho la kudumu kwa mvutano uliodumu kwa muda mrefu, hasa mashariki mwa Kongo ambako hali ya usalama imekuwa tete kutokana na uwepo wa makundi ya waasi na migogoro ya mipakani. Katika makubaliano hayo, nchi hizo mbili zimekubaliana kupunguza uwepo wa kijeshi katika maeneo yenye mvutano, kuimarisha mawasiliano ya kidiplomasia na kushirikiana katika kuhakikisha usalama wa raia wanaoathirika na migogoro hiyo. Aidha, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeahidi kuongeza juhudi za kukabiliana na makundi ya waasi, yakiwemo yanayotajwa kuwa chanzo cha sintofahamu kati ya nchi hizo mbili, huku Rwanda nayo ikiahidi kuheshimu mipaka ya kimataifa na kuepuka hatua zozote zinazoweza kuongeza mvutano. Makubaliano hayo yanahusishwa pia na jitihada za kimataifa, hususan kupitia upatanishi wa Marekani ambayo imekuwa mstari wa mbele katika kuhimiza mazungumzo na suluhu ya kidiplomasia badala ya matumizi ya nguvu. Hata hivyo, pamoja na hatua hiyo chanya, changamoto bado zipo, kwani mapigano kati ya baadhi ya maeneo ya mashariki mwa Kongo yanaendelea, hasa kati ya jeshi la serikali na makundi ya waasi wa M23, hali inayotia shaka utekelezaji wa haraka wa makubaliano hayo. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaeleza kuwa mafanikio ya makubaliano haya yatategemea zaidi utekelezaji wake kwa vitendo, uwazi kati ya pande husika, pamoja na ufuatiliaji wa karibu kutoka kwa jumuiya ya kimataifa ili kuhakikisha kuwa amani ya kudumu inapatikana katika eneo hilo. Mkuu wa majeshi ya ulinzi wa Nigeria General Olufemi Oluyede pamoja na mkuu wa jeshi la ardhi General Waidi Shaibu wametembelea mji wa Maiduguri kufuatia mashambulizi mabaya ya kujitoa muhanga yaliyotokea usiku wa Machi 16, 2026. Samson Bahati ana undani wa taarifa hii. Mashambulizi hayo matatu yalitokea katika maeneo yenye mikusanyiko mikubwa ya watu, ikiwemo ofisi ya posta, soko na karibu na hospitali ya chuo kikuu cha Maiduguri. Milipuko ilitokea majira ya jioni wakati wa futari na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 23 pamoja na kujeruhi zaidi ya 100. Vyombo vya usalama nchini humo vimelilaumu kundi la Boko Haram kwa kuhusika na mashambulizi hayo ambayo yameelezwa kuwa miongoni mwa matukio mabaya zaidi katika mji huo kwa miaka ya hivi karibuni.
Tukio hilo linaashiria kuwepo kwa vitisho vya ugaidi katika eneo la kaskazini mashariki mwa Nigeria. Rais wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu amelaani vikali mashambulizi hayo, akiyataja kuwa ni vitendo vya kigaidi vinavyolenga kueneza hofu kwa wananchi. Ameagiza viongozi wa juu wa vyombo vya ulinzi na usalama kufika Maiduguri mara moja ili kuishughulikia hali hiyo. Baada ya kuwasili, viongozi hao wa kijeshi wamekutana na makamanda na askari, ambapo wameagiza kuimarishwa kwa operesheni za kukabiliana na magaidi pamoja na kuongeza ufanisi wa ukusanyaji wa taarifa za kiintelijensia na matumizi ya mikakati mipya ya kijeshi. Jeshi la Nigeria limesema limeongeza doria na operesheni katika eneo hilo, huku likidai mafanikio ya kuwaua zaidi ya wapiganaji 200 wa makundi ya kigaidi katika operesheni za hivi karibuni. Hata hivyo, hali ya usalama inaendelea kuwa ya tahadhari kubwa, huku serikali ikiahidi kuendelea kulinda wananchi na kurejesha amani ya kudumu. Serikali ya Kenya imefikia makubaliano muhimu na Urusi ya kusitisha kuandikishwa kwa raia wa Kenya katika jeshi la Urusi kwa dhumuni la kupigana katika vita vinavyoendelea nchini Ukraine. Zainab Isa anaelezea ripoti hii kiundani zaidi. Makubaliano hayo yalitangazwa Machi 16, 2026 kufuatia mazungumzo yaliyofanyika jijini Moscow kati ya waziri mkuu na waziri wa mambo ya nje wa nchini Kenya Musalia Mudavadi pamoja na waziri wa mambo ya nje wa nchini Urusi Sergei Lavrov. Akizungumza baada ya mazungumzo hayo, Mudavadi amesema pande zote mbili zimekubaliana kuwa Wakenya hawataandikishwa tena kupitia Wizara ya Ulinzi ya Urusi na kusisitiza hatua hiyo inalenga kulinda raia dhidi ya hatari za kivita. Kwa mujibu wa ripoti za Kenya, zinaonyesha kuwa zaidi ya Wakenya 1000 waliwahi kujiunga na jeshi la Urusi wakidanganywa na ahadi za ajira zenye mishahara mizuri, pamoja na kudaiwa kuwa wengi wao waliishia kupelekwa mstari wa mbele katika vita bila ridhaa yao. Hata hivyo, Urusi imesisitiza kuwa waliojiunga walifanya hivyo kwa hiari chini ya mkataba rasmi, hivyo kurejea kwao kutategemea masharti ya mkataba hiyo. Mbali na suala hilo, mazungumzo kati ya nchi hizo mbili yamegusia pia kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia katika sekta mbalimbali ikiwemo elimu, afya, miundombinu pamoja na nishati ya uhamiaji kwa wafanyakazi kupitia njia salama na rasmi ili kupunguza visa vya udanganyifu. Hatua hiyo imepokelewa kwa matumaini na Wakenya wengi, wakiamini kuwa makubaliano hayo yatasaidia kulinda vijana dhidi ya hatari za ajira, za utapeli na mazingira ya kivita. Serikali ya Kenya imeeleza kuwa itaendelea kufuatilia utekelezaji wa makubaliano hayo, huku ikitoa misaada kwa waathirika pamoja na familia zao. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 16 ametoa wito kwa waandishi wa habari duniani kote kusimamia ukweli katika kazi zao, huku akisisitiza umuhimu wa uandishi wenye maadili katika nyakati za migogoro na vita. Kwa undani wa ripoti hii, tujiunge na Sabina Mkinga. Katika hotuba yake, Papa Leo alisisitiza kuwa kutetea ukweli si chaguo bali ni wajibu, na kuwahimiza waandishi wa habari kuhakikisha na kuthibitisha taarifa kabla za kuzichapisha, huku akionya kuwa katika zama hizi za teknolojia na mitandao ya kijamii, taarifa zisizo sahihi zinaweza kusambaa na kusababisha madhara makubwa kwa jamii. Aidha, aligusia changamoto ya propaganda za vita, huku akisema mara nyingi taarifa zinazotolewa wakati wa migogoro hutumika kama silaha ya kisaikolojia, huku Papa Leo akiwataka waandishi wa habari kuwa makini na vyanzo vyao na kuepuka kuvitumia kama chombo cha kusambaza propaganda zinazoweza kuchochea vurugu au chuki. Katika kuimarisha hoja yake, alisisitiza umuhimu wa maadili ya uandishi wa habari, akiwataka wanahabari kuzingatia kanuni za taaluma yao kama uwajibikaji, usahihi na uwazi, huku akisema uandishi wa habari wenye misingi imara unaweza kusaidia kujenga amani na kuleta uelewano miongoni mwa wanajamii. Pia alitambua mchango mkubwa wa waandishi wa habari wanaofanya kazi katika mazingira hatarishi, hasa katika maeneo yenye migogoro. Aliwapongeza kwa ujasiri wao wa kuhabarisha dunia licha ya vitisho wanavyokumbana navyo, huku akisisitiza kuwa jamii inapaswa kulindwa na kuthaminiwa zaidi. Kwa upande mwingine, Papa Leo alitoa wito kwa vyombo vya habari kuepuka kueneza taarifa za chuki na badala yake kuhamasisha maudhui yanayojenga mshikamano, na alisema kuwa vyombo vya habari vina uwezo mkubwa wa kuathiri mitazamo ya watu, hivyo vinapaswa kutumia nguvu hiyo kwa manufaa ya jamii. Alihitimisha kwa kuwahimiza waandishi wa habari
kuwa mabalozi wa ukweli na amani, akisisitiza kuwa katika dunia yenye changamoto nyingi za taarifa potofu, uandishi wa habari wenye uadilifu ni nguzo muhimu ya kidemokrasia na maendeleo ya jamii. Mtazamaji, hadi kufikia hapa, huu ndio mwisho wa habari hizi. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kama Instagram, Facebook pamoja na TikTok kwa jina la SauTV. Kwa niaba ya jopo zima la uandaaji wa kipindi hiki, mimi ni Arafa Ngondae.